makuu na ya ajabu ambayo Mungu unaendelea kuyatenda kila uchao kwenye maisha yetu. Asante Bwana kwa kutupa nafasi ya kipekee ya kuwepo tena katika viwanja hivi ili kuendelea Bwana kusikiza maneno yako, lakini pia kuendelea kuzitangaza fadhili zako kwa ajili ya wakazi wote wa mji wa Kibaha na maeneo yote katika jina la Yesu wanayosikia. Roho wa Bwana, tunakuhitaji tena jioni ya leo, ukatufunike na kutuvuvia na kututawala katika jina la Yesu. Ndiposa tunasimama kinyume na falme na mamlaka zote za giza na majeshi ya pepo wabaya yanayotenda kazi katika ulimwengu wa roho. Tunayanyamazisha na kuyakemea, maana Kristo umetupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za shetani. Ulisema hakuna kitakachotudhuru, nasi tunasimama kwa imani mbele zako kukatana kupinga kila namna zote za giza zinazotenda kazi katika ulimwengu wa roho wa giza, ili kuzuia injili siwafikie watu uliowakusudia. Kwa mamlaka ya jina lako Yesu, ninatangaza uweza na nguvu zako kutawala katika viwanja hivi na katika anga hili na Kibaha yote, kwa damu ya Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu. Sote tuseme amen. Kama una uhai ndani yako sema amen. Haleluya. Leo ni siku nyingine nzuri, tunamshukuru Mungu ambaye ametupa neema na wakati mzuri wa kuzishiriki baraka zake katika viwanja hivi. Leo ni siku yetu ya pili tangu tumeanza mkutano wetu mzuri uliojaa baraka na uweza mwingi wa Mungu. Na tunapoendelea na mkutano huu, ni kuombe mtu wa Kibaha, mkazi wa Pwani, mtu wa Machinjioni na maeneo yote yanayozunguka mtaa wa Gardeni, maeneo yote ya shule, kote mnakonisikia, hebu kaa utulie, usikilize sasa maneno ya Mungu kutoka kwa Bwana. Haleluya. Nataka nikwambie, Yesu yuko katika viwanja hivi. Yaani wewe ambaye humuoni kwa macho yuko hapa. Aliyekuumba wewe yuko kwenye hii mitaa. Aliyekutengeneza wewe yuko hapa. Huna sababu ya kukaa kinyonge. Huna sababu ya kuteseka. Huna sababu ya kukaa kizembe wakati Yesu anarandaranda mitaani pako. Haleluya. Ningekushauri jioni ya leo, kaa utulie mahali, usikilize maneno ya Mungu, maana Mungu yuko katikati yetu. Amen. Leo tunao ujumbe mzuri ambao Mungu ametupa tena. Ujumbe wetu unasema hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Nisaidie kumwambia jirani yako, hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Sijasikia sauti za watu wakisema. Bado sijasikia, hata shetani hajasikia Bwana. Hakuna lisilowezekana. Hakuna lisilowezekana kwa Bwana. Haleluya. Duniani hapa tunapoishi yako mambo mengi ambayo katika akili na uwezo wa kibinadamu hayawezekani. Mwenyewe unajua yako mengi hayawezekani kwa akili na ufahamu wa mwanadamu wa kawaida. Lakini kwa huyu Yesu, kwa huyu Mungu tunayemtangaza katika viwanja hivi, tunasema kwake hakuna lisilowezekana. Haleluya. Hata lile ambalo unahisi ni gumu, kwake ni jepesi kuwahi kutokea. Hata lile ambalo linakutoa roho, yeye kwake ni rahisi kabisa. Kwa hiyo kwake hana jambo ambalo linamshinda. Haleluya. Na hii ni wazi kabisa, na ndio ukweli wa milele kwamba kwake Bwana, kwake Yesu, kwake Mungu wetu tunayemtangaza katika viwanja hivi, hakuna lisilowezekana. Tunapokuambia kwa Bwana hakuna lisilowezekana, tunapokuambia kwa Yesu hakuna lisilowezekana, sisi ni mashahidi wa hichi tunachokuambia. Tumemuona Yesu akifanya mambo makubwa kwenye maisha yetu. Tumemuona Yesu akifanya, ndio maana tunakuambia hakuna lisilowezekana kwake. Haleluya. Yaani kwa huyu Yesu, waliokuwa majambazi leo wanatangaza injili. Waliokuwa malaya leo ni wamama wazuri, wanalea familia majumbani na wanamtumikia Bwana, wanalitangaza neno lake. Waliokuwa walevi, watu wamedharauliwa, leo hii ni watumishi wazuri wa Mungu, maana kwa Bwana hakuna lisilowezekana. Wale ambao walikuwa wameshindikana,
lakini Yesu alipoitwa, Yesu aliwagusa na kuwaponya, maana kwake hakuna lisilowezekana. Haleluya! Kabla sijaenda mbali, maana Bwana ujumbe huu ni mtamu kwa kutokea. Hebu ngoja tusome kwanza maneno ya Mungu alafu ndo tuendelee mbele. Tutasoma maneno ya Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5. Tutasoma pale mistari kadhaa. Haleluya! Wafalme wa Pili sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza. Ukiwa nyumbani kwako unaweza kufungua Biblia. Haleluya! Na wewe uliyeko mahali hapa unaweza kufungua Biblia tukasoma pamoja. Nasoma katika jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema, basi Naamani, jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Na Washami walikuwa wametoka vikosi kuwachukua mfungwa mmoja kijana kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Mstari wa 3, akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa mmoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angeponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake akisema, yule kijana mwanamke aliyetoka katika nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake, akachukua mkononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule akisema, waraka huu utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako, ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli alipousoma waraka, akararua mavazi yake, akasema, je, mimi ni Mungu niue au kuhuisha, hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponya ukoma wake? Fahamuni basi na kusihi, muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Ikawa Elisha yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amelalua mavazi yake, ndipo akatuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umeyalalua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Haleluya! Hebu ngoja kwanza tuishie hapo. Bwana asifiwe. Nimekwambia ujumbe wetu leo unasema, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Haleluya! Duniani tunayo mambo mengi ambayo yameshindikana. Jambo mojawapo ambalo limeshindikana mpaka kesho ni kifo. Haleluya! Kifo ni tatizo moja sugu sana ambalo duniani limeshindikana. Hata wasomi na wataalamu mbalimbali walijaribu kuzuia kifo, lakini kifo hakizuiliki. Kifo hakiwezi kuzuilika. Ikifika siku ya kufa mtu anaondoka. Haleluya! Ni tatizo sugu sana, na kifo huwa kichagui, hakibagui. Awe tajiri, awe masikini, uwe umesoma, haujasoma, uwe mrefu, uwe mfupi, una kitambi, hauna kitambi, wewe ni mkubwa, wewe ni mtoto, haibagui. Kifo kikifika, hakika unaondoka. Haleluya! Ni tatizo sugu sana, lakini ni tatizo kwa huyu Bwana, kwa huyu Yesu tunayekwambia habari zake jioni ya leo, ni jambo dogo sana, kwake linawezekana. Haleluya! Biblia imezungumzia visa vingi sana ambavyo Yesu alivifanya, ikiwapo kimojawapo ni cha kwake mwenyewe. Maandiko yanatuambia Yesu alikufa alafu akafufuka kwa uweza wake. Alikufa akafufuka kwa uweza wake, na kabla ya kufa akasema, mimi nina uwezo wa kutoa uhai wangu, lakini pia nina uwezo wa kutoa tena, kwa kuwa kwake hakuna jambo lisilowezekana. Haleluya!
Lazaro. Nyakati zile Bwana Yesu akiwa anaendelea na huduma yake duniani, Biblia inatuambia habari za Lazaro. Lazaro aliugua mpaka mwisho wake akafa. Lakini maandiko yanatuambia siku moja Bwana Yesu alikwenda akamfufua Lazaro aliyekuwa amekufa. Tena hakufa tu, alikuwa ameshazikwa kaburini, anaanza siku 4 kaburini. Yesu aliweza kumfufua, maana kwake yeye hakuna jambo lisilowezekana. Haleluya! Hivi ni baadhi tu ya visa, viko vingi sana kwenye Biblia. Lakini pia Biblia inatuambia habari za mtoto mmoja wa mjane. Biblia inasema Yesu alikuwa anatoka na kwenda kwenye huduma, akakutana na msafara mkubwa wa watu wanakwenda kumzika mtoto wa nani? Wa mjane. Yesu alipomuona yule mwanamke namna anavyoomboleza, mjane ana mtoto huyo mmoja, alafu anaona mwanae amekufa, akalia sana kwa uchungu. Yesu akamuonea huruma, na alipomuonea huruma, Biblia inasema Yesu akaenda akasogea karibu na ile jeneza, akaligusa ile jeneza, akamwambia kwa sauti moja, kijana amka. Neno la Bwana linasema kijana aliamka. Haleluya! Kwake yeye hakuna jambo lisilowezekana. Amen. Lakini pia kuna magonjwa, yako magonjwa ambayo kwa wanadamu hayawezekani. Yako magonjwa ya kurogwa, kwa kibinadamu haiwezekani, sivyo jamani? Lakini pia tunaona iko kansa, kwa mwanadamu haiwezekani, lakini kwa huyu Yesu, kwa huyu Bwana tunayemtangaza katika viwanja hivi, tunakwambia inawezekana. Haleluya! Inawezekana. Madaktari wamekwambia haiwezekani, lakini kwa Yesu inawezekana. Haleluya! Maandiko tuliyoyasoma yanatusimulia historia ya mtu mmoja, alikuwa anaitwa Naamani. Tena huyu Naamani alikuwa ni mkubwa wa jeshi la Washami. Ina maana alikuwa amiri jeshi wa majeshi ya Washami. Biblia inasema alikuwa ni mtu mkubwa sana, alikuwa na uwezo mkubwa wa kivita, alikuwa anaheshimika sana. Lakini pamoja na hayo yote, magonjwa bado yaliendelea kumtesa na kumuonea. Haleluya! Pamoja na hayo aliyokuwa nayo na sifa alizokuwa nazo Naamani, maandiko yanatusimulia, yanatuambia Naamani alikuwa mgonjwa mwenye ukoma. Ukoma ulikuwa ni ugonjwa mbaya sana kwa miaka ile. Ulikuwa unatafuna vidole vya miguu na vya mikono. Mwenyewe unajua kama mwanadamu huna vidole vya miguu na mikono, maisha yanakuwaje? Yanakuwa ni magumu sana. Kwa hiyo mtu alikuwa katika hali ngumu sana, katika hali mbaya sana. Pamoja na sifa zake nyingi alizokuwa nazo, pamoja na cheo chake kikubwa, kile cheo hakikumsaidia atoke katika shida aliyokuwa nayo. Ule uwezo wake hakumsaidia kutoka katika hali aliyokuwa nayo. Zile sifa alizokuwa nazo hazikumsogeza mahali popote. Haleluya! Biblia inatuambia alikuwa anaheshimika sana kwa namna moja na nyingine. Mbele ya bosi wake mfalme alikuwa anaheshimika, lakini hata kwa watu wote waliokuwa wanamzunguka huyu Naamani alikuwa anaheshimika kwa sababu ya uhodari wake. Alikuwa bingwa wa kupigana vita, alikuwa hodari wa kupigana vita. Ina maana alikuwa akipewa oda za kwenda vitani. Vita vikisainiwa kwenda huko, alikuwa anahakikisha mambo yanakaa sawa na ushindi kwa Washami unatokea. Lakini mtu huyu alikuwa ni mgonjwa kwa wakati ule. Huyu mtu nina imani kwa sababu ya cheo chake, kwa sababu ya nafasi yake, huenda alitafuta matibabu lakini aliyakosa. Inawezekana alizunguka huku na kule, Naamani akakosa msaada. Lakini siku moja isiyokuwa na jina, Biblia inatuambia ya kwamba hawa Washami walikuwa wametoka kupigana vita na walikuwa wanapigana na Israeli. Walipopita huko, wakaenda kuchukua mateka, na miongoni mwa mateka wakamchukua binti mmoja wa Kiisraeli, akapelekwa nyumbani kwa Naamani ili awe mfanyakazi nyumbani kwa Naamani. Haleluya! Biblia inasema huyu binti alipofika kule, kama ambavyo unajua watu wa Mungu popote walipo hawezi kunyamaza. Popote wana wa Mungu walipo hawezi kunyamaza. Kama ambavyo sisi tuko hapa hatuwezi kunyamaza Kibaha, hatuwezi kunyamaza kwenye mji. Tutaendelea kukuambia habari za Yesu. Haleluya! Basi huyu msichana alipokwenda hakunyamaza.
kwanza, Biblia inatuambia kwamba alianza kuwanongoneza watu wa nyumbani mwa Naamani baada ya kuona yale mateso na ile dhiki anayoipitia Naamani katika ugonjwa wake, pamoja na kuheshimiwa sana na watu, lakini bado ni mtu mnyonge kwa sababu ni mgonjwa. Biblia inatuambia kwamba huyu binti alianza kutangaza habari za matendo makuu ya Mungu aliyeko katika nchi ya Israeli. Akawaambia watu wa nyumbani mwa Naamani, sikiliza niwaambieni, yani huyu bosi wangu angekuwa karibu kule kwetu, angekaa karibu na yule mtumishi wa Mungu nabii Elisha, na kuambia kabisa hii shida yake ni shida ndogo sana kwa Mungu wa Israeli. Akakatatizo aliko nako ni kijitatizo kidogo sana kwa Mungu wa Israeli, maana Mungu wa Israeli amefanya mambo mengi makubwa. Haleluya! Hii story ikawa tamu machoni pa wote wanaokaa katika nyumba ya Naamani. Biblia inasema mmoja akatoka akaenda kumpelekea taarifa mkuu wao kwamba huko kuna mambo yanaendelea 1, 2, 3. Biblia inasema hizi habari ziliposikikana, mfalme akaamua kuingilia kati, akaamua kumwandikia waraka mfalme wa Israeli kumuomba kwamba Naamani anakwenda kwake ahakikishe anamponya Naamani. Haleluya! Biblia inasema huyu mfalme wa Israeli akapeleka hii barua yake kwa mfalme wa Israeli kumwambia kwamba kamanda wake mkuu anakwenda kule kwa ahakikishe anamponya ugonjwa wake. Mfalme wa Israeli aliposikia hii habari, moyo wake uliogopa, moyo wake ulitetemeka, kwa sababu alijua kabisa yani mwanadamu hana uwezo wa kufanya kitu chochote kwa mwanadamu mwenzake. Biblia inasema akayararua mavazi yake, akaanza kulalamika na kupiga kelele kwamba jamani, angalieni jinsi mfalme wa Shami anachonifanyia. Mbona kama ananichokonoa, mbona kama natafuta ugomvi na mimi, mbona kama natafuta ngumi na mimi. Jamani, angalieni wenyewe. Haleluya! Maandiko inatuambia kwamba huyu mfalme wa Israeli alipokuwa analalamika, taarifa zikafika masikioni mwa mtumishi wa Mungu Elisha akamtumia ujumbe mfalme, akamwambia mfalme, wala hata usilalamike, wala hata usihangaike. Sikia nikwambie, huyo mtu ambaye anahitaji msaada, mwambie aje kwangu, mleteni kwangu, mwambie aje kwangu. Nataka nimuonyeshe ya kwamba katika Israeli yuko Mungu wa kweli. Nataka nimuonyeshe kwamba yuko Mungu anayeishi, yuko Mungu anayeweza yote, hata yashindikana kwa wanadamu kwake ni mepesi kabisa. Haleluya! Ndugu yangu, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Kwa nini? Mungu ni Mungu mwenye uweza wote. Ndio sifa za Mungu, ana uweza wote, ana nguvu zote, anaweza yote, yupo kila mahali. Anashindwaje sasa? Kwa mfano, hashindwi. Haleluya! Haleluya! Biblia inasema mfalme wa Israeli akamwelekeza Naamani mahali pa kwenda kupokea uponyaji wake. Naamani akaelekezwa, akaenda kwa mtumishi wa Bwana Elisha. Alipofika kwa Elisha, tunaona Naamani anaambiwa, tatizo lako hili ni dogo sana. Sikia, ili ujue kwamba yuko Mungu ambaye hatumii zile stage za kibinadamu kuponya. Unajua huku duniani ili tuponyane magonjwa, wakati mwingine kuna stage mpaka uende hospitali, uende ukapime vipimo, alafu ukishapima vipimo upeleka kwa daktari majibu yako, alafu daktari aangalie aone kule kwenye vipimo kumesemaje, alafu ndio dawa zinatoka. Na anaamua dawa zitoke, alafu zile dawa unapewa, unaenda kunywa ukajisikilizie, je, zimekusaidia au hazijakusaidia. Lakini sivyo alivyo Yesu. Haleluya! Biblia inatuambia wakati ule Naamani alipofika kwa Elisha alimwambia, Bwana, tatizo lako ni dogo, nenda Yordani kaoge mara 7. Ukitoka mara 7 wewe utakuwa uko bie. Biblia inasema Naamani aliposikia maneno akasononeka ndani ya moyo wake, akasema, hapana, haitawezekana. Yani mimi hivi nilivyo na heshima yangu nienda nikaoge Yordani? Siwezi. Unajua kwa nini alikataa kwenda kuoga Yordani? Yordani ulikuwa ni mto mmoja wenye matope mengi sana. Kwa hiyo alifikiria lile
Ethiopia. Akasema mimi siwezi kwenda, mbona katika nchi yetu kuna mito mingi mizuri tu, kwa nini asingenituma huko nikaoge? Huko sitakwenda. Lakini watumishi wa Naamani wakamwambia bosi, sikiliza, kama huyu mtumishi wa Mungu angekwambia jambo lingine lilo tofauti na hilo ulifanye, usingeweza kulifanya? Kwa nini unabishana? Nenda kaoge tu. Wakamsihi Naamani akawasikiliza. Biblia inasema Naamani akaenda Yordani kuoga, akaenda akajitupa mara ya kwanza, akarudi tena juu, akaenda akajitupa mara ya pili, akaona bado yuko vile vile, akajitupa mara ya tatu, akajitupa na ya nne, na ya tano, na ya sita, ya saba, akatoka ni mzima. Mara saba ukamilifu wa Mungu. Mungu akawa amekamilisha kazi yake ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba. Uponyaji ukatokea kwa Naamani. Haleluya! Sikia Mtanzania mwenzangu, mtu wa Kibaha, mtu wa Machinjioni, mtu wa mtaa wa Garden, mtu wa Luanzi, mtu wa Kibaha, nataka nikwambie jioni ya leo, mahali hapa tulipo yuko Mungu huyu ambaye alitenda kwa Naamani. Yupo katika viwanja hivi, yupo anakutafuta wewe. Yeye anaweza kukusaidia katika shida uliyokuwa nayo. Inawezekana wewe ni mgonjwa, inawezekana katika ugonjwa ulio nao madaktari wamekwambia hautapona, inawezekana madaktari wamekwambia imeshindikana, lakini nataka nikwambie jioni ya leo, kwa Mungu haijashindikana, kwa Mungu inawezekana, kwa Mungu lako ni rahisi kabisa, jambo lako ni dogo mbele za Bwana. Haleluya! Inawezekana ni ugumu wa maisha, watu wameshakukatisha tamaa, wameshakwambia hutaweza, lakini nataka nikwambie yuko Yesu anayeweza, yuko Yesu anayeweza mambo yote. Yesu anaweza mambo yote, anaweza kuponya magonjwa, Yesu anaweza kusamehe dhambi, Yesu anaweza kukufufua tena. Hata kama kuna watu walikuwa wamezika maisha yako, Yesu anaweza kuyafufua tena, maana yeye ni kweli na uzima. Haleluya! Inawezekana na wewe umehangaika sana, umehangaika na pengine umepoteza pesa nyingi kwenda kutafuta msaada kwa madaktari na matabibu. Nataka nikwambie, madaktari na matabibu kwa hiyo shida ulio nayo hawezi kusaidia, lakini Yesu ambaye tunamnena habari zake jioni ya leo, jambo lako ni dogo. Njoo jioni ya leo, njoo mwanje Yesu, njoo uone kwa Yesu. Yesu atakuondolea mzigo wako. Haleluya! Sikiliza, kwenye maisha kuna mambo mengi, yako mambo mengi. Inawezekana una mambo mengi yanakusibu, una mambo mengi yanakugandamiza. Nataka nikwambia jioni ya leo, Yesu yuko mahali hapa. Yesu anaweza kukusaidia tena. Yeye hashindwi na jambo lolote. Inawezekana unasumbuka na utasa, inawezekana wewe ni tasa, ulishaambiwa hutazaa. Kwa Yesu nikwambia wanazaa tena, unaweza kuzaa mapacha. Kwa Yesu inawezekana, maana kwake hakuna isiyowezekana. Haleluya! Tatizo lako, shida yako ni ndogo sana mbele za Bwana, ni ndogo sana, yani ni ndogo. Huyu Yesu ninayemsema habari zake jioni ya leo, shida yako ni ndogo sana. Huyo aliyefufua wafu, huyo aliyeponya wagonjwa, huyo aliyewafungua waliofungwa na nguvu za giza, huyo ambaye aliwainua viwete, jambo lako ni dogo. Njoo jioni ya leo muonje Yesu uone. Haleluya! Na nataka nikwambie, sharti la kutaka kuona Yesu kwake hakuna lisilowezekana. Jambo la kwanza, unapaswa uwe na imani. Amini kwamba kwa Yesu hakuna lisilowezekana. Yesu anaweza mambo yote, hata yale ambayo unahisi ni magumu kwake ni mepesi. Hata kama unahisi yamechukua muda mrefu, yeye kwake ni dakika chache tu. Yesu anafanya. Haleluya! Hebu fikiri, huyo ambaye tunakuambia habari zake ndiye aliyeumba mbingu na nchi. Ulishawahi kufikiri habari hizi? Aliumba mbingu na nchi. Tangu alipoumba mbingu na nchi
Hatuoni kama dunia imewahi kupata kreki mahali popote. Hatujaona tangu alivyoumba dunia imekaa vile vile, kwa sababu ya uweza na nguvu alizokuwa nazo. Yeye hashindwi na chochote. Haleluya! Ukimwamini jioni ya leo, ukimwamini huyu Yesu jioni ya leo, ukimwamini jioni ya leo, utauona utukufu wa Mungu. Haleluya! Ndugu yangu, sikiza nikwambie, inawezekana una shida zako, lakini kadini kanakubana. Kama ambavyo Naamani kaheshima kake kalikuwa kanambanabana, akijitazama vile alivyo na kaheshima kake na kajina kake kalivyokuwa kakubwa kubwa kwenye nchi ya Washami, akajifikiria kweli kabisa, hivi nilivyo nikajitupe kweli kwenye mto mchafu wenye matope? Mimi huyu siwezi. Sikiliza, inawezekana na wewe kadini kako kanakubanabana. Kila ukifikiria unawaza, yani hivi nilivyo mimi na dini yangu na cheo changu kwenye dini, hivi nilivyo mimi ni kweli kabisa? Sikia nikwambie, hebu mambo ya dini weka pembeni. Sikiliza, hatujakuletea habari za dini, tumekuletea habari za Yesu. Hebu fikiri mwenyewe, dini unayo muda mrefu, lakini dini yako haijakusaidia. Ila jioni ya leo tunakuletea Yesu, anaweza kukusaidia. Haleluya! Una dini yako muda mrefu, dini yako kubwa, tena niisifia, inawezekana ni ya kwanza. Kuna dini za kwanza, inawezekana ni ya kwanza, lakini mbona hiyo dini ya kwanza haijakusaidia? Mbona haijakutoa? Una dini nzuri, lakini bado dhambi inakutesa. Dhambi inakutesa, ni ugonjwa mbaya dhambi. Dhambi inakusumbua. Wewe ni kiongozi mzuri kwenye dini yako, lakini dhambi inakutesa. Dhambi inakusumbua. Dhambi inakuaibisha. Kama ambavyo Naamani alikuwa anaibishwa na ukoma, ndivyo ambavyo dhambi inakuaibisha. Unatamani ungeacha, uwezi. Sikiliza nikwambie, kiukweli kwa akili zako hauwezi, lakini kwa msaada wa Bwana unaweza. Maana kwa Bwana hakuna lisiyowezekana. Kwa kumwamini Yesu inawezekana. Kwa kumwamini Yesu inawezekana. Kwa kumwamini Yesu inawezekana. Jioni ya leo kama utamwamini Yesu inawezekana. Maana kwake hakuna lisiyowezekana. Haleluya! Hey, Yesu anaweza yote bwana. Dhambi Yesu anasamehe, tena anasamehe, anaosha, zinaondoka kabisa. Yesu anaondoa. Kama ni kiu ya dhambi, Yesu anaifuta kabisa na iondoa. Yesu anaondoa. Sisi ni mashahidi wa hiki kitu. Yesu ametuokoa, ametutoa huko. Katikati yetu kuna watu walikuwa ni walevi, lakini Yesu alipookoa ulevi waliacha mazima. Leo wakiona pombe wanaona kama mavi. Maana kwa Yesu hakuna lisiyowezekana. Haleluya! Katikati yetu kuna watu walishindikana, lakini leo wamekuwa watumishi wazuri wa Yesu, kwa sababu kwa Yesu hakuna lisiyowezekana. Yeye anaweza. Yesu yeye anaweza kubadilisha tabia yako, hata kama tabia yako imeshindikana. Kwa Yesu yeye inawezekana. Haleluya! Hebu ondoka kwa kikwazo kako, kakikwazo kwa kung'ang'ania dini yako, dini uliyokuwa nayo unaing'ang'ania. Unajua nikiokoka watanionaje? Sasa wenzangu watanionaje? Sikia, siri ya kupokea muujiza wako jioni ya leo ni kumpa Yesu maisha yako. Wewe ndio unajua namna unavyoteseka. Una kadini lakini bado unakabwa na wachawi. Unajisifiani na dini lakini kila kukicha unakwenda kwa waganga. Ina faida gani sasa? Kutu unaishi kwa waganga. Waganga nao wana akili, lakini kuna wakati wana akili waganga. Yaani unamkataa Yesu, ukamkimbilia mganga. Mwanadamu wenzako, mwanadamu anaweza kukuponya wewe. Mwanadamu anaweza kukufungua wewe. Mwanadamu anaweza kukuweka huru wewe. Mwanadamu hawezi. Yaani unadanganyika tu kirahisi. Kirahisi kabisa. Yaani ni heshima ulio nayo baba kama wewe na kitambi ulicho nacho. Mwanamke wa nguvu kama wewe, ukitembea barabarani watu wanasema mke wa fulani amepita. Unakaa kuto kwa waganga, wanakuchana chale na ukiwa uchi. Kweli tunapokuambia habari
umechanjwa. Mavi ya pepo umewekewa, mavi ya kila aina ya mavi umepakwa mwilini, lakini haijakusaidia. Sikiliza Naamani, popote ulipo, mtu Kibaha anakuambia popote ulipo, Yesu yuko katika viwanja hivi. Yeye ambaye kwake hakuna isiyowezekana anakuita leo. Yesu yuko hapa, anataka kuponya. Haleluya! Yesu anataka kuponye. Unahangaika, umejenga nyumba na kama pepo, yaani baada ya kukaa wewe kama shetani. Umegharamika, umehangaika, umejenga kanyumba kama maana watu wakipita nje wanasema fulani ameangusha kanyumba kake kazuri, lakini yako kanyumba unakana mandondocha. Unapika ubwela wako mzuri, ukila hata ushibe ukai tumboni. Kwa nini unaishi na mandondocha ndani? Kwa nini utaseke wewe? Kwa nini utaseke wakati Yesu yuko hapa? Haleluya! Wenzio, hivi tulivyo, tuko hapa tunamtangaza Yesu tukiwa live. Nikikwambia tukiwa live, na maanisha hatuna ilizi, hatuna hata shale moja. Tunamtangaza Yesu waziwazi, kwa sababu tuna uhakika na Yesu. Tunajua alivyo, tunajua nguvu yake, na tunakuita jioni ya leo. Haleluya! Wewe kwa Yesu ni raha. Yaani mtu asikudanganye, kwa Yesu ndo kwenyewe. Yaani ukitaka kupata raha kwa Yesu, yaani usiku hatuhangaiki, unalala ka usingizi kanono, ka usingizi katamu. Sikia, acha kung'ang'ania ulivyokuwa navyo, kama Naamani alivyokuwa anang'ang'ania heshima yake. Hivyo unavyoving'ang'ania vinazuia usikutane na muujiza wako, vinakuzuia usikutane na Yesu wako, usikutane na baraka zako. Jioni ya leo ukitaka kukutana na Yesu, jioni ya leo ukitaka kukutana na muujiza wako, na kushauri njoo kwa Yesu. Ukija kwa Yesu, Yesu atakuweka huru, Yesu atakusaidia. Haleluya! 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 Una watoto mpaka uwachanjie. Yaani kila kitu lazima uchanjie. Kuna watu wanateswa na mambo ya uganga. Yaani naamini kila kitu katika uganga. Yaani huwezi kununua hata kipande kipya cha kitenge mpaka uende kwa mganga. Mbona unaishi maisha ya taabu sana? Kwa nini unakubali kuishi maisha ya shida wakati Yesu yuko katika mitaa hii? Yesu yuko hapa. Yesu tunamtangaza bure. Unampata bure bila malipo. Yesu unampata bure. Haleluya! Mimi nashangaa utamkataje Yesu? Kwa mganga ukienda unasotea, unatoa hela, maana nakwambia kalete ng'ombe, kalete si kuku, kalete si hiki, kalete hiki, mara kalete ng'ombe mwekundu, mara si kalete kuku mwekundu, mara si wa manjano, mara si wa nini. Lakini pamoja na hizo manjano, nyekundu, si nyeusi, si nyeupe, si nini, bado havije kusaidia. Geuza mawazo jioni ya leo. Geuza moyo wako jioni ya leo. Geuza mwelekeo jioni ya leo. Yesu aliyemponya Naamani hata kwenye viwanja hivi yupo. Haijalishi shida yako ni ya namna gani, haijalishi tatizo lako ni kubwa vipi, Yesu anaweza kudili na shida yako. Yesu anaweza kukusaidia. Haleluya! Yaani tunapokuambia Yesu anaweza kukusaidia, hatumaanishi anakusaidia vya mwilini tu. Yaani Yesu sio kama mganga wa kienyeji. Yesu sio kama shetani kwamba anakupa utajiri alafu ule utajiri unaishia hapa unapotea nao. Wala haimaanishi kwamba Yesu akikupa vitu anakupa tu vya mwilini alafu roho yako anaiacha inapotea. Yesu yuko tofauti na shetani. Yesu anapokupa vya mwilini na rohoni anakupa. Ina maana Yesu akikupa uzima wa mwili anakupa na uzima wa roho. Hebu mkubali Yesu jioni ya leo. Upokee uzima wa milele. Upokee uzima wa milele. Acha kusumbuka Mtanzania. Acha kuhangaika. Acha kusumbuka wewe.
ukute ushibe, unaenda unampelekea mwenzio. Aisee. Kuku ambao ungemtafuna supu na watoto angalau vishavu vitoke, unampelekea mwenzio. Mwenzako. Hapo unaishia kupaka damu, wanakupaka tu vidamu kidogo. Wanakufungia na kucha mle kwenye kitambaa cheusi, anakuambia hii hapa. Nenda itakusaidia. Kuku mzima na mla mwenyewe. Wewe na watoto unaenda kuganga tembele, wanangu tugange. Unajua saizi maisha ni magumu. Wewe changamka hata ushamba. Sikiliza jioni ya leo. Yesu anakuita popote ulipo. Yeye anaweza kukutoa mzigo wako. Yesu anaweza kubadilisha historia yako. Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Kama alivyobadilisha maisha ya Naamani. Yesu anaweza kubadilisha maisha yako. Haleluya! Simama ulipo. Yesu anaweza Bwana. Bwana mkataje mkuu wa uzima aliyeziumba mbingu? Hebu angalia mbinguni. Nani fundi stadi anaweza kufanya kazi nzuri kama hii? Nani anaweza kuumba kama hivi alivyoumba? Hebu zitazame mbingu namna zinavyovutia. Unamkataje huyu? Alafu ukakimbilia giza. Unakimbilia mateso. Sikia, jioni ya leo changamka, njoo. Yesu anakupenda. Haleluya. Naomba tusogee. Nyie mlioko kule barabarani njooni msogee. Yesu anakupenda. Wewe mtu wa Kibaha, Yesu anakupenda. Mtu wa Machinjioni, Yesu anakupenda. Hii ni neema ya kipekee imekujia jioni ya leo. Popote unaposikiliza sauti hii ni sauti ya neema kwenye maisha yako. Hii ni neema ya kipekee ambayo Bwana ameileta. Inawezekana umesumbuka kwa muda mrefu. Inawezekana umehangaika sana. Inawezekana umemaliza waganga wote. Inawezekana umekwenda mpaka Nigeria, haujapata msaada. Lakini jioni ya leo nataka nikwambie, yupo Yesu aliye zaidi ya waganga wote. Yupo Yesu aliye zaidi ya watu wote. Yupo Yesu aliye zaidi ya vitu vyote. Yesu yuko hapa. Ana haja na wewe. Haleluya. Damu ya Yesu inanena mema. 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 Ukiamini inanena mema. Ukikubali damu inanena mema. Ukikubali damu inanena mema. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu yaondoa dhambi. Damu ya Yesu yaondoa dhambi. Ukikubali damu yaondoa dhambi. Damu ya Yesu yaondoa dhambi. Damu ya msalaba yaondoa dhambi. Mkutana tuimbe. Damu ya Yesu yaondoa dhambi. Ukiita yaondoa dhambi. Ukikubali damu yaondoa dhambi. Damu yaondoa dhambi. Yaondoa dhambi. Yaondoa dhambi.
katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakushukuru Mungu tena kwa ajili ya wakati mwingine. Tupo katika viwanja hivi ili kulitangaza neno lako. Tupo katika viwanja hivi Bwana ili kuzieleza habari za ufalme wako. Yesu, watu wa mji huu wamesikia ya kwamba kwako hakuna lisilowezekana, na ni kweli ndivyo ilivyo. Kwako hakuna lisilowezekana. Wewe ni Mungu unayeweza mambo yote. Bwana, jioni ya leo ninawainua watu hawa kipekee. Ninauinua mji huu kipekee mbele zako. Wewe Mungu ambaye kwako hakuna lisilowezekana. Ninakuita juu ya mioyo ya watu wa mji huu. Ninakuita juu ya nafsi za watu wa mji huu. Ninakuita juu ya watu hawa katika jina la Yesu. Roho wa Bwana, ninakuomba achilia neema yako ndani yao. Achilia neema yako Bwana kwao, ili wakuelewe ya kwamba wewe ni Mungu wao. Wajue ya kwamba unawapenda. Wajue ya kwamba Bwana unawaita. Wajue ya kwamba Mungu una haja nao. Unatamani kuwatua mizigo yaliyokuwa nao. Mungu mwenye nguvu zote, achilia roho yako ndani yao katika jina la Yesu. Ile nguvu yako ya kufungua, nguvu yako ya kuponya, nguvu yako ya kuweka huru, nguvu yako Bwana sasa itende kazi. Ninairuhusu nguvu yako itende kazi sasa, kaskazini, mashariki, magharibi na kusini, katika jina la Yesu. Pande zote nne malaika wako wazunguke. Ratora mashente reboria nara basaya rinoke atari kamo kaya sa riposhe terino nari kara basaya. Ninajua unao watu leo kusudia jioni leo katika jina la Yesu. Bwana, achilia wepesi katika mioyo yao. Shetani anayepita katika nafsi zao katika jina la Yesu, ili kuwafanya wao wazito kufanya maamuzi, ninampinga katika jina la Yesu. Shetani popote ulipo, majeshi ya pepo mabaya popote mlipo, ninajua mnasikia, ninajua mnaelewa. Sasa ninawanyamazisha, maana si wakati wenu wa kutenda kazi. Huu ni wakati wa Bwana wa kutenda kazi katika jina la Yesu. Ninawapinga na kuwanyamazisha, maana tumepewa mamlaka ya kuwapinga. Ninawapinga kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Ukiwa umeendelea kufumba macho yako hivyo hivyo, naomba jioni ya leo niombe na watu ambao wanasema, mimi nimesikia neno la Bwana, nimesikia na nimeelewa kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Mimi ninazo shida zangu. Inawezekana shida yako ni dhambi na kusumbua, inakutesa. Unatamani jioni ya leo mpate Yesu ndani ya moyo wako. Basi popote ulipo unaweza ukanyosha mkono wako ili neema ya Bwana iweze kukufikia, ili Yesu aweze kutua mzigo wako. Nataka kwanza nianze kuomba na watu ambao wanasema, mimi nimesikia maneno ya Mungu. Maneno haya nimeelewa. Nimemtamani Yesu na mhitaji aje kwenye maisha yangu, ili Yesu aniondolee yote niliyokuwa nayo. Popote ulipo unaweza ukanyosha mkono wako. Tunakukaribisha kama upo katika viwanja hivi, unaweza ukanyosha mkono wako. Lakini kama upo nyumbani pia, uko nyumbani, Mungu anasikia na kuona, waweza kunyosha mkono wako uko nyumbani uliko. Lakini pia kwa mara ya pili, naomba niombe na watu ambao wanasema, mimi nimesikia maneno ya Mungu. Haya maneno ya Mungu nimeelewa kwamba kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Mimi nilea shida yangu imenisumbua kwa muda mrefu. Nimetafuta msaada, nimekosa. Jioni ya leo nataka nimtwike Bwana hii shida yangu. Nataka niilete kwa Bwana ili Bwana aweze kunisaidia katika shida yangu. Natamani Bwana anisaidie kama alivyomsaidia Naamani. Kama uko hapa wewe ni mgonjwa, una shida, unaweza ukaja hapa mbele. Njoo. Wakati tunaendelea kuimba hii nyimbo, kusumbua,
Tufunike macho yetu, tunamwita Bwana aliye hai. Weka mikono yako kifuani. Mwamini Bwana kwamba yeye anaweza yote. Tumzunguke, tumwombee. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme, Mungu wa ajabu na wa pekee, wewe ambaye ushindwi na jambo lolote, wewe ambaye tumesikia habari zako ya kwamba kwako hakuna lisilowezekana. Jehova Mungu wa ajabu, tunamuinua kipekee katika jina la Yesu mtumishi wako ambaye Bwana amekuja mbele zako. Wewe unajua shida alizokuwa nazo. Yesu, tunajua kwako hakuna lisilowezekana. Kwa jina la Yesu Kristo tunamuinua tena kwa kipekee mbele zako. Tunaomba mkono wako wenye nguvu unaweza kugusa na kuponya, ukaachilia uzima. Kama atakuwa ni mgonjwa, achilia uzima na uponyaji katika mwili wake. Kama ana shida iwe yoyote, Yesu kaachilie katika jina la Yesu. Ufungue na uzima tena katika jina la Yesu. Tunasimama kukatana, kupinga kila hali za giza kwenye maisha yake, kila hali za adui kwenye maisha yake, kila vifungo vya adui kwenye maisha yake. Tunaviangusha na kuvisambaratisha, tunavipinga na kuviharibu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, pokea muujiza wako wa uzima, pokea muujiza wako wa uhai, pokea muujiza wako katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Pokea uzima hata wewe uliyeko nyumbani, pokea uzima katika jina la Yesu. Pokea uzima wewe uliye mgonjwa, Bwana akuponye sasa, Bwana akuweke huru sasa, maana yeye alikuja ili akuweke huru katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo iamue maisha yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila vifungo na kila kazi ya shetani zinazokutesa na kukusumbua, tangu sasa zinyamaze, tangu sasa zishindwe. Uwezo wa kimungu ambatane na wewe katika jina la Yesu. Nguvu ya Bwana iambatane na maisha yako katika jina la Yesu. Nguvu ya uwezo wa Bwana iambatane nawe kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Kama ni nguvu za uchawi, tunazipinga nguvu za uchawi. Kama ni nguvu za ulozi, tunazipinga nguvu za ulozi kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana akufungue sasa, Bwana akufungue sasa, Bwana akuweke huru sasa katika jina la Yesu aliye hai. Bwana akuweke huru tangu sasa kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Asante Mungu mwenye nguvu kwa uzima na uponyaji kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya.